Hebu tumsikilize ujamaa hapa juu, alafu tunarudi. Huyo hapo. Waislamu wote jioni msaidiane hapa. Hichi ni kitabu cha Qur'ani hichi. Nimesoma sura moja hapa. Naona hichi ni kitabu cha Qur'ani ambacho inanipa vichekesho kibao. Sura Bani Israel 17:80. Jioni msaidiane. Swali unielezee, kwani Mtume Muhammad alikuwa anaambia Mungu neno gani hili? Sema katika kuomba dua kwako: Mola wangu, niingize mwingizo mwema niingize mwingizo mwema na nitoe kutoa kwema. Niingize mwingizo mwema na nitoe kutoa kwema. Swali langu, huo mwingizo Mtume Muhammad alikuwa anaambia Mungu amuingize mwingizo mwema. Hata si Mungu, sijui alikuwa anaambia nani, sababu Mtume Muhammad hakuongea na Mungu. Alikuwa anasema aingize mwingizo mgani na tolewe kutolewa kugani. Naam, ndugu yetu anasema katika 17:80 Qur'ani, Mtume Muhammad alipoambiwa na Allah katika kuomba dua kwako, Allah anapomwambia Mtume Muhammad katika kuomba dua kwako, Muhammad useme hivi: Mola wangu, niingize mwingizo mwema na nitoe katika kwema. Akasema, kauliza swali, Muhammad alikuwa anaingizwa mwingizo gani? Na huyu anayemwambia hapa mwingize sio Mungu. Sikiliza swali Mkristo anapouliza, Muhammad alikuwa anaomba aingizwe mwingizo gani na atolewe mwingizo gani? Alafu akaongeza maneno yake hapa anayesema sio Mungu. Sasa unaweza kumwomba dua mtu ambaye sio Mungu? Dua inaomba kwa Mungu. Hapa Muhammad anaambiwa katika kuomba dua kwake aombe dua kwamba aingizwe mwingizo uliokuwa mwema na atolewe kutoka kwema. Sasa jibu lako lipo hivi hapa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaomba mwingizo mwema, aingizwe katika mji wa Madina, aingizwe mwingizo mwema. Na katika kutoka kwema alikuwa anaomba kwamba anaamrishwa na Mungu, anaomba kwamba atolewe pale Maka katika kutoka kwema. Na ndio maana katika 81 Allah anamwambia Muhammad kwamba nasema, anaamrishwa tena aseme Muhammad kwamba ukweli umefika na uongo umetoweka. Ukweli ni nini? Ukweli ni Qur'ani tukufu imeshuka, inasema ukweli na uongo umeshatoweka. Katika 82 Allah anamaliza, na tumeteremsha katika Qur'ani hii. Kwa hiyo Muhammad alikuwa anaomba mwingizo mwema aingizwe katika mji wa Madina, na kutoka kwema atolewe katika mji wa Maka. Sasa swali linarudi kwako. Wakorintho wa 2:11-27 inasema, katika taabu na masumbufu, katika kukesha mara nyingi. Paulo huyo, msikilize, katika njaa na kiu, katika baridi na kuwa uchi. Sasa swali, Paulo alikuwa katika baridi, akiwa katika baridi anakuwa uchi. Swali kwako wewe linageuka, Paulo katika baridi alikuwa anakuwa uchi ili afanywe nini? Hilo ndo swali. Paulo alikuwa anakaa uchi katika baridi, anasema mimi katika baridi nakuwa uchi. Alikuwa anakuwa uchi ili iweje? Alafu B, ukisoma Timotheo wa 2:4-6, Paulo anasema kwa maana mimi sasa namiminiwa. Paulo anasema Timotheo wa 2:4-6, kwa maana mimi sasa namiminiwa. Swali, kule tunaambiwa anakaa uchi, huku tunaambiwa anamiminiwa. Swali, Paulo alikuwa anamiminiwa nini? Swali, Paulo anasema kwa maana mimi sasa namiminiwa, alikuwa anamiminiwa nini? Swali linahitajika majibu. Utujibu sisi Waislamu. Wewe umetuambia tushirikiane sisi Waislamu tukujibu swali lako, na sisi tunaomba utujibu. Kule katika Wakorintho wa 2:11-27 Paulo anasema katika baridi anakuwa uchi. Ukisoma Timotheo wa 2:4-6 Paulo anasema kwa maana mimi sasa namiminiwa. Alikuwa anamiminiwa nini? Hilo ndo swali linahitajika majibu. Asalamu alaykum.